Hello. Na mambo vipi mtazamaji wa Electronics Repair Class TZ? Karibu tena katika kipindi kingine. Leo tuko na printer, tuko na special job, tuko na kazi maalum ama kipindi sahihi kwa wakati sahihi. Nikimaanisha tuko na kipindi cha upande wa kufanya assembling ama kuifunga printer. Unaweza kaamini kama hii ni printer ambayo imefunguliwa na vitu vyake vyote ambavyo vinatakiwa kufungwa ni hivi. Basi leo baki nami uweze kuona namna ambavyo tutaweza kuifunga. Ni printer Epson, kampuni ya Epson ambayo tunaenda kuifunga leo mwanzo mpaka mwisho, kuanzia hatua za awali mpaka mwisho. Kwa hivyo kwa wale ambao wanatamani sana kuwa mafundi Epson kwa namna nitakavyoifunga, basi utaweza kuelewa partition zake. Hii ni Epson 3251 ambao tunaenda kuifunga leo. Kwa wale ambao wanapenda sana, wanawishi kuwa mafundi ama unamiliki printer ya namna hii na ina tatizo, pengine unahitaji kufahamu ni wapi ambako unaweza kaifanyia marekebisho kulingana na tatizo lenyewe, basi utaweza kufahamu leo kama utaweza kukaa nami mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu nitakuwa nikielezea hichi ni nini, kile ni nini, hapa tunafunga kitu gani, ili hata ukikutana na tatizo hilo ufahamu kwamba tatizo linatokana na nini. Maana nitaelezea kwamba tatizo hilo litakapokuwa linajitokeza kulingana na kifaa chenyewe ambacho nitakuwa nikikifunga, utakuwa ukifahamu kwamba tatizo hilo linatokea maeneo hayo ambalo tatizo hilo linaonyesha kitu gani. Okay. Naam. Electronics Repair Class TZ tunahakikisha kwamba kila mtu anapata nafasi ya kuwa na uelewa walau au fununu kiasi za kuhakikisha anaweza kuendelea kusurvive na vifaa vyake ambavyo vinamsaidia kazi ama kutafuta kipato cha kila siku. Hii ni baada ya kuwa tumemaliza kuifanyia usafi, si kwamba tu imechukuliwa imefunguliwa hivi, hapana. Ni printer ambayo ilikuwa ni chafu sana, kwa hivyo tumeifungua yote mwanzo mpaka mwisho, kuosha kila partition ambayo inaruhusiwa kuingia kwenye maji. Si kila eneo linaruhusiwa kuingia kwenye maji, kwa hivyo tumeosha kila eneo ambalo linaruhusiwa kuingia kwenye maji, na baada ya hapo namalizia kufutafuta baadhi ya vitu ambavyo havikutakiwa kuingia kwenye maji. Baada ya kumaliza kuvifuta hivi, nianze assembling. Natamani sana kama ungeweza kuochi hatua kwa hatua bila kuskip, maana unaweza kuskipu ukakutana na masuala mengine ambayo pengine kitu cha muhimu ambacho kingekuja kukusaidia kwa baadaye ukawa umesha kiskip tayari. Okay, nitaanza kuiassemble kwenye printer housing yenyewe, kwa maana ya housing ya printer. Baada ya kumaliza kuassemble kila kitu, tutaiwasha na kutesti. Okay, naweza kupanga vitu kidogo iweze kunipisha kidogo ili tuanze assembling hatua kwa hatua bila kuchoka, kwa utulivu na kuhakikisha kila kitu ambacho tumekifungua kinarudi mahali pake na kikae sahihi kama inavyotakiwa. Na baada ya hapo tutapata majibu ya mwisho kwamba tayari tumemaliza na printer inafanya kazi vyema kama ilivyokusudiwa kuwa. Okay, housing ama printer housing ama main housing ndo hii ambayo nitaenda kuanza kuiassemble ikamilishe kuitwa printer be assembled. Hii ni Electronics Repair Class TZ. Kama una comment unaruhusiwa kucomment. Kama una ushauri chochote kile ambacho unaona ni sahihi kwa wakati sahihi, fanya kwa ajili ya Electronics Repair Class TZ. Support yako ni muhimu. Support yako ni muhimu sana. Kwanza ngoja nianze na mota hii ya chini huku. Vyovyote utakavyoamua kwanza ni sawa tu. Kikubwa pale utakapokutana na issue ambayo pengine ulianza na kitu kabla ya kingine, basi utatakiwa kufungua. Na hii sio tatizo kwa fundi, lazima ujue kwamba kuna kufunga na kufungua kwa mara ambapo hakuna namna ya kukwepa hilo swala. Okay. Hiyo ni hatua ya kwanza. Ni hatua ya kwanza ya kufanya assembling, ikifuatiwa na shafti kubwa ya kuzungusha karatasi ama ya kutembeza karatasi wakati inafanya printing. Hii ndio shafti kubwa. Inaweza katokea maybe hii shafti ikawa na tatizo,
basi ikiwa na tatizo unaweza kudili nayo kwa kufahamu kwamba ni shaft inahusika na kutembeza karatasi wakati inafanya kazi. Okay. Tafute nati hizi hapa. Unapoifungua basi utatakiwa kuhakikisha unakalili ama kuelewa. Kizuri zaidi kuelewa kwamba kila nati inatakiwa kukaa mahali pake, yani nati sahihi, eneo sahihi. Nati zinatofautiana ukubwa, kwa hivyo kama hautoiweka vizuri au nati sahihi eneo lake, unaweza kujikuta haumalizi kazi hiyo, ama inakuwa ni ngumu sana kumaliza kwa sababu utajikuta umeshakosea vitu vingi na hata utaishia kukata tamaa, mwisho utaiacha. Okay, nije upande wa pili. Huku ni kwenye pampu. Natakiwa kuja kuassemble pampu. Pampu hii nitaiassemble kwa kuanzia kwenye pickup. Hii ni shaft ya pickup ambayo nitaanza kwa kuassemble hapa. Inahitaji utulivu, haihitaji haraka sana. Unatakiwa kuwa na haraka sana unapofanya assembling ya printer, kwa sababu utajikuta unafanya makosa ambayo yatakutaka uifungue tena, uanze upya. Okay, tafuta gia nyingine, hii hapa, hii hapa, na ipi tena hapa, kingine hapa, hichi hapa. Okay, hii itaingia humu, kianziwa na hii kwenye springi. Okay, tulitafuta springi. Okay, baada ya hapo tutaingiza hili hapa. Hapa gia ya kwanza tutakuwa tumemaliza kuiassemble. Oh, you cannot see, okay. Gia ya kwanza tutakuwa tumemaliza kuiassemble, ambao hii itakuja kuingia hapa hivi kwenye shaft. Kwa hiyo maana yake kitokea kama kuna tatizo kwenye hizi gia, inashindwa kuvuta karatasi vyema, basi unaweza kuanza kudiri na hii gia na shaft yake. Huu ni upande wa pickup. Okay, tukimalizana na upande wa pickup tunakuja kwenye pampu sasa. Rasmi kwenye pampu. Nafikiri ni assemble kwa nje kwanza. Gia ni hizi, okay. Gia inaingia hapo. Okay, hii gia no, haingii hapo. Kwa hivyo unatakiwa kuwa makini tu kwamba unapofanya assembling ni kutokosea.
Ukikosea itakurudisha nyuma. Okay. Okay. Hapa tunahitaji gia hii. Nahitaji gia hii ikae hapa. Gia hii ikae hapa, hiki kiingie humu. Hiyo imekamilisha mzunguko. Okay, upande huu tutakuwa tumekamilisha. Jaribu kufuatilia kwa utulivu na umakini kuhakikisha unaelewa mwanzo mpaka mwisho ni kitu gani kinachoendelea. Okay. Baada ya hapo inafuata ni pump. Pump yenyewe ndo hii. Hii ndio pump. Hivyo unatakiwa kuifahamu kwamba ndio inaofanya kazi ya kuvuta wino kutokea kwenye hedi. Ikitokea kama pump hii na shida, basi unaweza kujikuta unapatana na matatizo ya hedi kutoa wino kama inavyotakiwa. Pump tuifix mahali pake. Na hakikisha mlija uko free. Mlija ambao uko kwenye pump na hakikisha mlija uko free. Sijikute umeufinya alafu mwisho wa siku kaja kutest issue ikawa ni kwamba wino hautoki vizuri. Tuifunge kwanza pump. Yes, kwa asilimia fulani tunaweza tukawa tumeanza kupata mwanga kwamba kile tunachokifanya kinaonesha mwanga fulani, okay? Aya, tuweke shaft nyingine ya hii ni shaft ambayo inafanya kazi ya kumalizia mzunguko wa karatasi wakati karatasi inatembea kutoka. Hii shaft inatakiwa kukaa hapa. Yes. Na kuna gia ambayo vinaambatana ni hii. Kwa hapo kwa kiasi fulani tunatengeneza mzunguko uliokamilika. Kabla ya kufika mbali natakiwa niwekee mafuta kiasi kwa maana ya grease, ili sehemu ambazo zina mzunguko na contact ya kati ya housing na mzunguko wenyewe wa hiyo shafti viweze kwenda sawa. Kwa sababu kitokea kama unaifunga hivyo, baada ya muda taanza kupiga makelele ambayo yatakuwa si mazuri sana. Tunaendelea na kipengele cha kuendelea kuassemble.
Okay. Kitu kingine ni paper roller. Hichi ni meno fulani hivi ambayo yanatumika kushika karatasi wakati movement inafanyika. Kwa hiyo unaweza kukuta karatasi inakuja, lakini ikifika huku mwishoni inapinda. Kile kitendo cha kupinda, basi hizi ndo zinaweza kuwa na tatizo, unaweza kuzicheki hizi. Hivi ndivyo jinsi ambavyo nimesema kwamba utakapoifuatilia video hii mwanzo mpaka mwisho, kwa aidha mtumiaji wa printer hizi ama hata sio mtumiaji ila unahitaji kujifunza, basi naamini katika video hii ya leo ama kipindi hiki cha leo utaweza kujifunza kitu kikubwa sana 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 ambacho kitakuja kukusaidia huko mbeleni. Okay, baada ya kukifunga hichi, upande huu sitomalizia kufunga kwa sababu inaonekana kuna vitu vinakaa hapa ambayo ni tenki. Kwa hivyo tenki lazima linapotakiwa kukaa hapa lije kumalizia kufunga nati hii. Okay, kitu kingine ambacho natakiwa nikifunge tena, nafikiri nimalizie upande huu wa karatasi. Upande wa karatasi au karatasi zinapoingilia, wenyewe unaanziwa na pickup hii ya chini kabisa, ambao kama ikitokea pickup hii ya chini na tatizo, kuna uwezekano printer ikawa inavuta karatasi nyingi. Inazunguka raundi ya uelekeo mmoja, kurudi nyuma haiwezi, kwa hiyo inaelekea uzunguko wa raundi moja. Ngoja nirekebishe kidogo. Upande wa kamera unaonekana kukaa mbali kiasi. Okay. Hapo kwamba hapo nakuwa imekaa vyema. Okay, taanza na pickup hii ya chini huku. Pickup kwa chini inakaa maeneo haya. Hapa ndipo inapokaa, kwa hivyo tunaifunga humu. Yes, baada ya kuifunga humu inakaaga na spring pia ya kuisaidia mzunguko wake. Okay, imekaa mahali pake. Sasa nitakuja na tweezer kwa ajili ya kushikia springi ili niifunge mahali pake. Kwa huku ndani ndio spring inapitia, kwa hivyo kitokeo umekutana nayo na pickup hii ina shida ama unahitaji kubadilisha pickup, basi utakuwa umefahamu kwamba pickup utakuwa unaichukulia upande gani. Haya, tutakuja na hichi hapa ambako karatasi ndio huwa inaegemea ama zinalalia wakati wa kusubiri kupita kwenye printer. Hii tunaita ni tray. Naifungia springi zake na springi mbili, na hizo springi zinakuja kukaa hapa pembeni zoni kidogo mwa springi ambao ni ya chini kabisa kule. Hapo springi moja mahali pake, springi nyingine mahali pake. Nafikiri hapo huwezi kuona, ila ukisha ifungua ama ukisha kutana na printer namna hii utaona hiyo sehemu ambako printer zinatakiwa, hizo springi zinatakiwa kukaa. Kwa hivyo twende sawa tu kwamba unatakiwa kukifungaje, na hapa kina sehemu ambazo zina maeneo ya kuingilia. Kwa hiyo chenyewe kwa kawaida kinafungiwa kwa juu huku. Tuanze na upande mmoja, baada ya hapo tuje kumalizia upande wa pili huku. Yes, kama unavyoweza kuona kiko tayari kwa ajili ya kazi, na hichi kinamaanisha mzunguko huu wa hii pickup utakapofanyika utakirudisha nyuma kama unaweza kuona. Lakini pia ikitokea kama ndio inatakiwa kuvuta karatasi, mzunguko huu utafanya mzunguko mdogo tu, hii itaweza kuachia. Hivyo ndivyo jinsi pickup inafanya kazi, yaani mzunguko mzima wa pickup na raba zake na gia zake. Hii ndio raba kubwa na raba yake ya chini ndio hii ambayo tumemaliza kuifunga kwa kule chini. Kwa hivyo ikitokea kama kuna changamoto ya uvutaji wa karatasi na kuhamisha, inavuta karatasi katika mazingira ambayo sio sahihi, zingatia sana huu upande wa pickup. Hii ndio unaweza kuufungua, kisha fungua upande huo, basi utaweza kuona kwamba tatizo hilo unaweza kulisolvuje. Haya, huu ni upande wa kwanza tumemaliza, wa upande wa pickup pamoja na pampu yake, pampu ambayo inafanya kazi ya kufanya head cleaning kwenye head yenyewe. Kwa hivyo tunaingia upande mwingine ambao ni wa kuseti sehemu ambako head inatakiwa kukaa. Okay,
Hii sensor inakaa kwenye kihousing hichi hapa ama cartridge ambapo ndio huwa inafungiwa head. Okay, inakaa kwa nyuma ambapo hiki kinakaa hivi, kwa hiyo yenyewe inakaa kwa nyuma. Okay, tuitafute nati yake, Nati zipo nyingi ndogo ndogo na kubwa, lakini unatakiwa kuwa makini kwamba uhakikishe una kumbukumbu nzuri kwamba nati uliyoifungua pale ni ipi na uweze kuifunga. Sasa swali kwamba vipi ikitokea hii sensor ina tatizo? Kama ina tatizo mota, yani head itakuwa ikitembea kwa kasi zaidi na kujigonga gonga bila ustaarabu sahihi, yani mzunguko wake inatembea bila utulivu sahihi. Lakini pia inaweza kuwa inajigonga gonga hivyo kwa sababu maybe kuna changamoto katika upande wa nini, upande wa waya ambao unakuja kusomea hapa kwenye hii sensor. Okay, nafikiri nimalizie kuifunga hii. Hii inafuatiwa na head. Hii ndio head yenyewe, ambao head hii ndio inafanya kazi ya uandishi wa kila kitu, kupaka wino na vitu vyote ambavyo vinatakiwa. Hii ndio kazi yake head. Okay, sasa inakaa humu ndani kwenye hichi cartridge. Okay, inakaa hivi na waya zake hizi ni connector. Kuna muda unaweza kukuta kwamba hizi waya zina tatizo, ikatokea head ikawa inakimbia kwa spidi kubwa ambayo sio ya kawaida na kujigonga kwa makelele ya hatari. Kwa hivyo unatakiwa kufuatilia hili eneo, lakini pia unaweza kukuta kwamba unatakiwa kuitoa head na kuweka head nyingine, basi humu ndiko head inakaa. Matatizo mengine ambayo yanaweza kujitokeza humu ni kwamba inaweza katokea head imeziba na unahitaji kuizibua. Nafikiri hivyo vipindi vyote tutaviangalia huko mbeleni kwamba namna ya kuzibua head, hivyo utaona kwamba head tunaifunguaje. Yeah. Kitu kama jinsi unavyokifungua ndivyo jinsi unatakiwa kukifunga. Yaani hatua ya mwisho kufungua inakuwa ni hatua ya kwanza katika kufunga. Sawa? Hatua ya mwisho katika kufungua inakuwa ni hatua ya kwanza katika kufunga. Kwa tunahakikisha connector tunazirudisha mahali pake. Iwapo kama hii connector au haka ka connector kadogo sana, kawaya haka kadogo sana kwenye hii connector nzima ama hii cable nzima, ikitokea kama kana shida, basi hapo ndio utakuta head inakimbia bila ustaarabu sahihi. Na hii ni kutokana na hii nini? Kutokana na hii sensor kuwa na tatizo. Sasa hii head kwa kawaida inakuja kukaa kwenye hiki kinini chassis, inakaa kwenye hii chassis. So ili tuweze kuifunga hapa lazima tuhakikishe kwanza chassis nayo imekamilika. Before nimesahau kufunga nati za head. Kwa makini sana na head unapoifunga kwamba uhakikishe huku haugusishi kitu chochote ambacho kitakuwa ni cha ncha kali au kitu ambacho kinaweza kuikandamiza ikabonyea. Okay. Inakaaga na nati 3 humu ndani. Kwa hivyo tutaifunga na nati zake hizo 3. Leo nimejipanga kuamua tu kwamba nihakikishe na kwa kuwa nimeisambaza printer nzima, basi nifunge tukiwa wote. Kama ulivyoweza kuona toka awali kabla ya kufikia hatua hii, ama kama hujaona kwa nyuma, basi usiskip, unaweza kurudi nyuma kuifuatilia mwanzo video. Okay. Hapa sasa tumemaliza kuifunga hii head kwenye cartridge lake. Tutakuja na chassis. Chassis sasa tunatakiwa tuifunge na vitu ambavyo vina hold karatasi, vinashikilia hiyo karatasi kuikandamizia hapa kwenye hii shafti kubwa ya kutembeza karatasi. Hivyo vitu ni vipi? Ni hivi vidude hapa. Hivi vidude hapa vina tabia nao pia kuvunjika, kwa hiyo kikivunjika unaweza kadiri nacho katika mfumo ambao ni sahihi kwa kadri utakavyokuwa kiona. Kama pia kimevunjika hichi, kinawezekana wa kukuoneshea tabia ya karatasi kupinda. Kwa hiyo karatasi kama inapinda, basi unaweza kadiri na hichi kidude. Wakati wa kuvifunga hivi hapa unatakiwa kuwa makini kuhakikisha kwamba haukosei maeneo yake. Japo vinajieleza, lakini umakini ni nzuri zaidi. Okay, kama unaweza kuona kabla hata kukikandamiza chenyewe tu kinajiongoza direct kwamba hiki kitakaa hapa na hichi kingine kinaenda kukaa hapa. Kikiangalia kwa utulivu unaona kabisa kwamba ukaaji wake ni wa namna gani. Kwa hivyo kuwa makini sana unapokuwa unafunga. Hivi vikivunjika karatasi zitakuwa zinavutwa ila zinapinda sana. Sasa tunaingiza hii head humu kwenye shafti yake kwa umakini kabisa. Before kuingiza hii tunatakiwa
tuingize kwanza waya ambazo zina mkanda huu unatakiwa kuingia hapa, kwa sababu ni mkanda unaovuta hedi kulia na kushoto. Ukiwa umefungwa kwenye mota, unatakiwa uingie kwanza mahali pake, ili tusiteseke wakati wa kutaka kuweka mkanda. Kama kuna maoni, nakaribisha sana 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 comment, nakaribisha like kwa wingi, ama hata twiza nyingine ilidondoka hivi. Mbona hii imeruka? Kunionyesha kama iko kule? Hapana. Aliyeiona anitumie comment hapa faster, nitumie ujumbe faster, nitafute hii twiza. Okay, baada ya kufunga ule mkanda hapo, kuna mkanda mwingine ambao nikwambia ni CR scale, mkanda ambao ndio unasoma movement nzima ya nini, ya head. Movement nzima ya head ama cartridge lilobeba head. CR scale ni haka hapa. Kamkanda kadogo sana, ama sijui naweza kukahitaji, lakini kanaitwa CR scale. So haka ndio ambako kanafanya kazi ya kusoma au kudetect movement ya head wakati ina move kulia na kushoto wakati wa uandishi, ama hata inapokuwa inawaka. Hii ndio CR scale. Kitokea kama haujaifunga ama kuipitisha kwenye sensa, inapita katikati ya sensa. Kama hujaipitisha katikati ya sensa, basi kuna tatizo ambalo unaweza kukutana nalo, kama la head kukimbia bila mpangilio sahihi, inakimbia hovyo hovyo, mambo yanafatana. Ikitokea kama unakutana na head na kimbia bila mpangilio, basi ni vitu hivi vya kuangalia. Cha kwanza utaangalia katika upande wa sensa, yani waya wa sensa yenyewe. Cha pili utaangalia katika upande wa CR scale. Cha tatu ndio hivyo, utaangalia je, kama sensa imekufa ama CR scale ina tatizo. Hii head tutaipitisha kwenye chassis yake tayari. Kama unaweza kuona, tumefikia hatua ambayo ni nzuri kidogo katika kuhakikisha tunamaliza hili swala la kurekebisha ama kuifunga hii printer. Nati tutaifitisha mahali pake. Yes. Na baada ya hapo tayari mikanda tumeshaifunga vizuri, CR scale iko mahali pake. Okay, kuna kitu kingine naweza kufuata ili kuweza kumalizia CR scale kukaa mahali pake. Na before hicho kuna kufunga nati ambayo inamalizia kushika chassis kwa juu. Hii nati inafungwa na tips hizi hapa, yani nati na kidude kidogo hivi cha chuma ambao kinakaa kwa nyuma huku, ili kuja kushikilia nati ambayo nitaifunga kwenye chassis. Namna utakavyoifungua basi ndivyo utatakiwa kuifunga. Kwa hiyo utafuatilia kwa utulivu na umakini, utaweza kuona kwamba hii nati sijaifunga ama hii nati inatakiwa kukaa wapi, unaifunga mahali pake. Okay, nati tayari imekaa mahali pake. Najithibitishia kama ziko sawa. Okay, nitakuja sasa kufunga tena hichi kidude ambako ni plastiki kidogo ambacho kinakuja kuishika hiyo CR scale na kinakuja kuzungushiwa waya kutokea kwenye mota. Hichi kidude kinakaa hapa hivi. Na kisha unakifitisha mahali pake. Oh, you don't see it, okay? Na kuna reflection kubwa sana ya mwanga. Don't know how we can do, lakini I hope kwamba you can see it. Hichi kidude kimekaa hapa na kina sehemu zake au maeneo yake ambayo kinaonyesha kwamba kinatakiwa kukaa hapo. Kama unaweza kuona hichi kidude hapa. CR scale nitaifitisha maeneo yake ambao ndio hapa kwenye kidude cheupe. Japo kuna reflection kubwa ya mwanga, unaweza sikione vizuri. Baada ya hapo, CR scale ina sehemu inakokuja kufungiwa hapa kwenye chassis. CR scale inakaa kama hivi, ndio hapa kama unakaona kana cheza ndio CR scale. Oh, imechomoka huku. Okay, ngoja niweze kuichomeka kwanza huku. Imekaa mahali pake. Na CR scale ina spring. Kwa hiyo spring nao pia unatakiwa kuifunga katika eneo ambalo ni la kwake, iweze kufanya kazi ambao ni sahihi. Unatakiwa hii spring inatakiwa kuivuta CR scale kiasi ili usitokee movement ambayo itakuwa sio nzuri, yani mtikisiko. Ule mtikisiko unaweza kusababisha hii CR scale kuleta mawenge kidogo.
CR scale inaweza kujikuta inaleta mawenge kidogo wakati wa movement ya head. Kwa hivyo nahakikisha umeifunga kisahihi kabisa spring yake kwa utulivu na kwa umakini. Hivi ninavyofanya ndivyo utakavyotakiwa kufanya wakati ambapo utakutana na mashine ambayo unatakiwa kuibadilishia huu mkanda mdogo ambao ndio CR scale yenyewe. Okay, baada ya kumaliza kufunga hapo, tunairudisha tena katika mkao wake. Katika mkao wake na kuja kumalizia kufunga mota. Tufunge mota ili tuweze kumalizia huu mkanda mwingine. Kila kitu kinajiongoza, yani kadri ambavyo unaendelea kuifunga na kufungua, kila kitu kinajiongoza. Unaona kabisa kwamba hapa kuna kitu kinatakiwa sasa nikifunge ili niweze kukamilisha mzunguko wa ufungaji huu. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo utakuwa na assemble printer yako. Nimeshaelezea matatizo yanaweza kujitokeza wapo kama CR scale inakuwa haiko sawa. Haya, matatizo gani yanaweza kujitokeza kama mota imekufa? Printer inaweza isifanye movement, inaweza isizunguke kabisa. Kama haiwezi kuzunguka, basi tayari kuna changamoto kwenye mota, ama inaweza isizunguke kwa sababu kuna kitu tunaita ink pad. Hicho kitu tutakionaga tu kwamba ni kitu gani. Okay, baada ya hapo, baada ya kufunga mota na mkanda wake, kuna kidude kingine hichi ambacho kinashikilia na chenye mkanda wakati wa movement ya head. Yes, tutakifunga nacho mahali pake. Printer hizi zimejengwa kwa vidude vidogo vidogo sana ambavyo kiukweli huwezi amini kwamba hizi printer ndivyo zilivyo. Kwa baadhi ya watu wamekuwa wakisema wanahitaji kupata videos tu za ufundi wa simu, lakini video za ufundi wa simu pekee si kwamba itakuwa umemaliza kila kitu. Ufundi una partition nyingi sana. Unatakiwa ujiulize kwamba kwa nini Electronics Repair Class TZ mtu mmoja anafanya vitu vingi kwa wakati mmoja au kwa wakati tofauti tofauti. Hii inakaa na spring yake inakaa kwa hapa. Tutaifunga. Oh my god, spring imeruka. Nzuri kabisa iliyokamilika. Movement nzuri kabisa iliyokamilika. Kufika mpaka kwenye pump na kuja huku mwisho. Movement ipo nzuri. Kwa baadaye tutaiwekea mafuta kiasi ambayo yatakuja kusaidia mzunguko wake uwe mlaini. Najiuliza hii gear inatakiwa kukaa wapi? This gear might be somewhere. Oh my god, I think it's here. No. I forgotten it. Nimesahau kuifunga hii gear. Na ni ya muhimu sana, lazima iwe imefungwa. Okay. Ngoja nijaribu kuichungulia hivi kwa kuiangalia. Nitaweza kujua labda hii inatakiwa kukaa maeneo gani. Okay, sehemu yenye gia nyingi sana ni huku kwenye pump. Na nikijaribu kuchunguza mzunguko wake wa pump, mzunguko uko perfect, japo kuna ruzi kubwa hapa. Hii ruzi ambayo iko hapa inaweza kuwa ni, najaribu kuitizama nielewe, lakini bado inanipiga chenga. Huku ndo natakiwa kukaa. Anyway, natakiwa tuifungue pump tena. Hii inaonekana inatakiwa ije kukaa hapa. Hapa kuna mzunguko ambao unakuja kukamilisha pickup hii iweze kumove na iwe imeungana na nini, na pump. Sasa nilipita bila kuifunga, so naweza kuanzia tu kwenye mota. Nitoe mota kidogo. Baada ya hapo nitaweza kuifunga hiyo gear.
Hii gear inatakiwa kukaa humu hivi, hapa hivi, kama unaweza kuona imekaa perfect kabisa hapa tayari. I don't think there is something can be here. No, I don't think it. Sifikiri kama kuna kitu ambacho kinatakiwa kukaa hapa, because imefiti mahali pake na haionyeshi dalili yote, lakini kwa namna inavyoonekana imekaa kama mzunguko utakapokuwa mkubwa ita move out. Okay, we will see. Okay, hawezi kwenda nje zaidi kwa sababu kuna hichi hapa inatakiwa kuishikilia. Okay, basi tuirudishe mota na mkanda wake. Huo ndio wakati sahihi wa wewe kuona kwamba unapofanya assembling ama kufungua printer na kuifunga, basi kunawezekana kukaa na mistake. Mistake zipo, lakini jitahidi kabisa mistake zako hizo isifike mbali zaidi. Yaani usiende mpaka hatua ya kwanza kutesti ndio ushtuke kwamba sioni kitu fulani. Hapo utajikuta una lose control. Una lose control kwa sababu itakuvuruga. Kitendo cha kukuvuruga tayari itakuchanganya, hata kazi itakuwa ni ngumu. Sasa utahisi kuna ugumu sasa wa kazi hiyo. Watu wanaogopa kujifunza matengenezo ya hizi printer, lakini sioni kama kuna sababu ya kuogopa. Hii pampu inaenda kushikilia kule, kwa hiyo hakuna tatizo kabisa. Haiwezi kuchomoka ile gear, haiwezi kuchomoka mahali pake. Watu wanaogopa kujifunza ufundi wa kutengeneza vitu kama hivi, maprinter, maphotocopy machine na vitu vingine kama makompyuta, lakini vitu ambavyo vinalipa vizuri tu. Kwa hiyo usiishie tu kwamba wewe unajifunza ufundi simu peke yake. Hapana, ufundi simu ni nzuri, lakini pia unatakiwa kuwa na idea za vitu vingine zaidi. Hizi waya za hii head zinapita hapa, kwa hiyo tutazipitisha maeneo yake ziende kusubiria kadi, printer card, ambao printer card ndio kiongozi mkuu wa hizi printer, ambaye ndio kitu ambacho printer card inatambua mzunguko mzima wa printer kuanzia kwenye mota zake na kila kitu ambacho kimeunganishwa kwenye printer. Okay, baada ya kumaliza kuifunga hapo, tuna uwezo wa kutembeza head kwa uhuru bila kuishikilia. Okay, kinachofuata niwekee mafuta kiasi ambayo ataweza kuisupport sliding, utelezaji, ili siweze kukwama wakati inafanya movement ya kwenda kuandika. Sikwame wala kusita. Mafuta hutakiwi kuweka mengi sana yaliyopitiliza, mafuta kiasi tu ambayo yataiwezesha kufanya mzunguko. Yes. Wow, nasikia sasa mzunguko umeanza kulainika. Tuje kwa huku napo. Inaweza ikatokea kukosekana kwa haya mafuta kukaleta tatizo, si tu kwa sababu hayapo, ni kwa sababu labda mzunguko ni wa kusitasita sana. Ikitokea kama mzunguko wake ni wa kusitasita, yani head haiwezi kutembea kwa uhuru, basi printer itasema printer error. Kuna message huwa zinatokea hivyo, printer error. Kisha sema printer error, maana yake movement yake haiko sawa. Kwa hiyo lazima uhakikishe mafuta umeyaweka sehemu sahihi, na pampu nao tiwekee kidogo. Yes, hii inatembea vizuri. Vipi waya hatuja nani, pampu hatujaibana mlija wake.
kwa hivyo kumbe haitoweza kushindwa kupitisha wino wakati inasafisha. Okay, ile twiza imeonekana. Okay, taweka hapa, nikisahau nikumbushe. Aliye comment iko upande gani? Asante, nimeiona. What do you think? Hatujamaliza tu. Nafikiria nini kama tunaweza kufanikiwa kuifikisha hapa, hopo kazi kwamba imeisha. Vilivyobaki ni vya kupachika pachika tu, havina mzunguko mkubwa. Hichi ni sehemu, ni tray ya kupokelea karatasi. Hii inaingia kwa hapa. Yes, hapa ndo inatakiwa kukaa. Inatakiwa kukaa hapo. Kama mafuta kiasi kwa maeneo ambayo yana contact na kunatakiwa kuwa na movement kidogo tu kwenye hichi kidude kitray cha kupokelea karatasi, ili kuondoa noise na vitu vingine vile. Yes, sliding well. Okay, sasa kinachofuata tuje kwenye upande wa pampu. Kwenye upande wa tenki. Tuifunge tenki nalo, tenki inatakiwa kukaa hapa. Tuifunge tenki, baada ya kukamilisha tenki, vitu vingine vitafuata. Tenki hili hapa. Tenki ndio hili hapa. Hii ndio tenki. Tenki ya wino wa chupa 4 ambayo tuko na cyan, magenta, black na yellow. Kitendo cha kuwatch video na kuweza kushare ama kucomment, mimi kinanipa nafasi ya kuwa na moyo wa kuendelea kutengeneza content kama hizi, uweze kupata walau idea au somo la kitu gani unatakiwa kukifanya wakati wa matengenezo, ama wakati wa kuifuatilia printer yako kabla hata kufikisha kwa fundi, ujue ufanye kitu gani ambacho kitakuwa kiko sahihi. Okay. Sasa tumemaliza kufunga tenki. Tenki lina cover yake hii ya nyuma, ambayo ndio tumeisomea hizi configuration, ambayo ni black, yellow, magenta, cyan, black, yellow, magenta, cyan. Okay, iko vizuri. Sasa tunaifunga hichi hapa, kinakaa kwa hivi, kimeshakaa on its position. Kinachofuata ni hii mifuniko yake ambayo inatakiwa kukaa kwa juu hapa. Mifuniko inatakiwa kukaa kwa juu. Mifuniko imekaa mahali pake. Sasa inaweza kufunika hili tenki. Okay, tufunge nati hapo. Tufunge nati hapa bado nimeacha kufunga nati hapa kwa sababu kunaonekana kuna kitu kinatakiwa kuja kukaa hapo. Kwa hiyo tuendelee kusubiri, na kwa humu ndani kunaonekana kuwa kuna nati na humu. Nati zinakaa humu. Kwa hivyo haka nitakaondoa na kuchukua nati yake kufunga hapa. Yes, baada ya hapo tunarudisha. Nitachukua kengine kaje kufunga huku. Kuna mtu anajiuliza swali kwamba vipi kama ukikosea kufunga haya matenki na ukaweka tenki tofauti kwenye eneo tofauti. Kitakachotokea si kwamba utaua mashine, isipokuwa utakapojaza wino tofauti kwenye hilo tenki, utajikuta ukiprinti nyeusi inakuja rangi tofauti. Maybe umeweka nyeusi kwenye blue, basi utajikuta ukitaka kuprinti blue, badala ya blue inakuja nyeusi. Ukitaka kuprinti nyeusi, badala ya nyeusi inakuja blue. Ndicho kitu ambacho kinaweza kujitokeza baada ya kuwa umefanya mistake ya kufunga. Okay, kuna haja kidogo ya kuzizungusha hizi. Hii mirija naona kama imejikunja sana.
Okay, hapa iko okay. Sasa kuna hichi kidude hapa ambako ndo kinakuja kuibeba hii mirija, ambacho ndo kinatakiwa kukaa hapa, na ndicho hicho ambacho kinakuja kumalizia kufunga ile nati ambayo nilikuwa nasema hatutaifunga kwa sasa, tukisubiri hichi kidude kwanza kikae hapo. Yes, sasa kimekaa mahali pake na nati ifungwe sasa. Nafikiri tulianzia mbali mpaka hapa, hatua tuliopo ni kubwa mno. Hatua tuliopo ni kubwa. Tuweza tukaona ni kwamba kweli tumepambana mpaka kuifikisha hapa ilipo. Kwa hivyo darasa hili naona ni zuri zaidi. Electronics Repair Class TZ tunaendelea kutafuta namna ya kuhakikisha wote tunakuwa tunauelewa ambao unaelekeana ama ni sawa. Sawa, kitu kingine cha kufunga hapa, pande huu tuko tayari. Detecting movement iko sawa. No any quarrels. Hii iko vizuri. Okay, kitu kingine ni kuweka hivi vitaili vidogo vidogo. Ngoja nikuoneshe vitaili vidogo ambavyo vinakuwa vimelalia upande wa hivi vitaili vidogo vidogo hivi. Hivi vitaili vidogo vidogo vinakaa upande wa vile tips ambavyo tulivifunga huku, ambavyo vina springi kwa nyuma kule. Kwa hiyo ndio tunazifunga humu hizi gia kwenye hivi mapengo mapengo. Hizi tairi tunazifunga kwenye haya mapengo mapengo ili kushikana na hii shaft ambayo inazunguka ikiwa imeshika karatasi. Tavifuta kiasi. Futa kidogo kavumbi. Kuviweka maana yako na kiholdi ile springi kwa nyuma. Unakapachika huko kataili. Kisha maliza ukapachika. Chukua kingine tena. Kiufupi tulishamaliza kuifunga printer kwa sababu imebaki tu kujaza wino na kutest. Yes. Imetuchukua time kidogo. Imetuchukua muda kidogo. Yes, nafikiri unaweza ukatuona hutu tutaili ni hutu hapa. Hutu tueupe hapa ndio tutaili ambato nimetufunga, ambato tunakuja kuzungukana na hii shaft. Nafikiri ukiangalia hii shaft kutokea hapa utaiona inazungukana hizo taili. Ni ndogo sana, kuziona movement yake kwa huu mwanga ni ngumu. Head movement okay. Movement ya shaft okay. Ni time ya kujaza wino. Huku bado tuna nati zime left behind. We'll see zitaenda wapi hii. Okay, kwanza ninaweza nikazimalizia kwa uchache kwa kuwa haziko mbali sana. Kazi imekamilika, ufungaji umekamilika. Muda wa kujaza wino ili tuweze kutest. Hapa mlija wake unatokea nje, mlija wa kutoa wino mchafu kutokea kwenye pampu baada ya kuwa tenki lake limejaa la wino mchafu.
Okay, kinachofuata kwa juu yake hapo ni scanner. Scanner usijaribu hata siku moja kuiweka kwenye maji unaiosha, ni kosa kubwa sana, utajikuta unaingia hasara. Cha kujilinda zaidi ni kutoingiza scanner kwenye maji na kuiosha. Zaidi tu ni kufutafuta maeneo ambayo yanawezekana kufuta. Baada ya kuwa umefanikiwa kukamilisha maeneo yote ambayo yana movement, connector ya za scanner zipo mkono wa kushoto mwa printer unapoifunua scanner kama hivi. Connector zote ziko connected na nafikiri hakuna connector tuliyoiacha pembeni, japo kuna spring moja tuliiacha bila kuifunga. Nitakuonesha ni ipi na tutaifunga. Kikubwa cha kwanza nataka tutesti uwakaji na movement yake. Tayari imewaka moja kwa moja yenyewe, imejiwasha. Jaribu kuona movement ya head. Movement ya head kama unaweza kuona inatembea kwa ustaarabu sahihi na utulivu kabisa. Hii ndio maana kusema CR scale ikiwa inafanya kazi, movement itakuwa iko sahihi. Kitokea kama CR scale haifanyi kazi vizuri, movement yake itakuwa ni ya kutisha, itajigonga kiwango ambacho itakuwa inatisha. Okay, hapo imepause ikiwa imesubiri kazi ifanyike.